Hivi umeshawahi kujiuliza ni kwa nini mtu ambaye ana kifafa au mtu ambaye ana kiharusi au tunaita stroke hawezi kupata hisia kabisa? Yaani hata ikitokea amedondoka kwenye moto au akaenda akachomwa na kitu chenye ncha kali, huwa anashindwa kabisa kupata maumivu. Ni kwa nini? Umeshawahi kujiuliza swali kama hilo? Karibu, naitwa Dr. Max na hii ni episode ya pili ya Neva katika series yangu ya kwanza. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Iko hivi, kuna kitu katika mwili wako kinaitwa neva ama mishipa ya fahamu. Hii ni mishipa maalum ambayo Mungu kaitengeneza kwenye mwili wako, inakuwa inapeleka taarifa kwa mfumo wa umeme, na kazi yake ni kutoa taarifa kutoka kwenye ubongo na kuzisambaza kwenye mwili wote, lakini pia ni kutoa taarifa kwenye mwili kuja kupeleka tena kwenye ubongo kwa ajili ya kutafsiriwa. Na ndio maana leo ikitokea umejichoma mwiba mguuni, sekunde hiyo hiyo unahisi maumivu, kwa maana ubongo wako unatafsiri kwamba kuna jambo la tofauti linaendelea. Sawa, kwa hiyo ni moja kwa moja taarifa imepelekwa ikatafsiriwa kisha ikarudishwa. Sasa naomba nikujibu kwa nini mtu mwenye kifafa huwa hapati maumivu. Ni kwa sababu kifafa pamoja na kiharusi au tunaita stroke ni neuropathic disorders, kwa maana ni matatizo ya mfumo wa neva. Ikitokea neva zimeathirika, maana yake hakuna taarifa ambayo itakuwa inapelekwa kuja kwenye ubongo, wala hakuna taarifa ambayo itakuwa inatafsiriwa kwenye ubongo kutoka kwenye maeneo mengine ya mwili. Na ndio maana hawa watu wanakuwa wanadondoka kwenye moto, wanaungua bila kuhisi maumivu, wanashindwa kuwa na movement, wanashindwa kunyanyua viungo vyao, wanashindwa kupata hisia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu mfumo wao wa fahamu umeathirika. Kwa hiyo nataka nikueleze sasa ni kwa sababu gani mfumo wa fahamu unaathirika, ni kwa aina zipi za hizo neva ambazo zinaathirika, na ni vyakula gani ambavyo vinachochea, na mfumo gani wa maisha ambao ni hatari sana kwa afya ya mshipa yako ya fahamu. Katika episode inayofuata hakikisha unasikiliza kwa makini, kwani nitakwenda kueleza hayo yote.